Kuna watu ambao walikuwa katika mazingira magumu sana. Utoto wao haukuwa na furaha, haukuwa na amani, na mara nyingi haukuwa na mtu wa kuwafariji. Wengine walikosa malezi bora, wengine walikosa upendo, wengine walishuhudia vurugu, umaskini uliokithiri, au walilazimika kukua haraka kuliko umri wao. Lakini cha kushangaza ni kwamba baadhi ya watu hawa hawakuishia kuvunjika, waliundwa upya. Leo hii tutazungumzia watu ambao walipitia maumivu makubwa sana utotoni, lakini badala ya kuharibiwa na maisha, walitengeneza tabia na sifa adimu sana ambazo huonekana kwa wachache tu. Katika video hii nitakushirikisha sifa 6 adimu zinazopatikana kwa watu waliovumilia sana utotoni. Huenda ukaona sifa hizi ndani yako mwenyewe au kwa mtu unayemfahamu. Basi kaa vizuri, sikiliza kwa makini mpaka mwisho, kwa sababu sifa ya mwisho huwashtua walio wengi. Sifa ya kwanza, wanaelewa hisia za watu kwa kina kikubwa. Watu waliopitia maumivu makubwa utotoni mara nyingi hukuwa wakiwa na uwezo wa kipekee wa kuelewa hisia za watu wengine. Hata bila mtu kuzungumza, wao huweza kutambua kuwa kuna kitu hakiko sawa hapa. Hii ni kwa sababu walilazimika kusoma mazingira yao mapema sana. Walijifunza kutambua hasira, huzuni au hofu ili wajilinde. Uwezo huu uliokuwa njia ya kuishi, baadaye unageuka kuwa hekima ya kihisia. Ndio maana watu hawa ni wasikilizaji wazuri sana. Hawapuuzi hisia za watu wengine, lakini pia hawaumizi watu kirahisi kwa maneno. Lakini kwa upande mwingine, mara nyingi wao huweka hisia zao pembeni. Wanaweza kuelewa kila mtu, ila hawajui nani hawaelewe wao. Sifa ya pili, wanakuwa wenye nguvu ya ndani isiyoonekana. Watu hawa si lazima wawe na sauti kubwa au kujionyesha kuwa jasiri. Hapana, nguvu yao iko ndani. Walishazoea kupambana kimya kimya. Walishapitia mambo ambayo yangevunja watu wengi sana, lakini wakaendelea kusimama. Ndio maana wanapokumbana na changamoto za maisha ya utu uzima, hawaogopi kirahisi. Wanajua, nimeshawahi kupitia mabaya zaidi ya haya. Hawaombi huruma hovyo, hawaelezi kila maumivu yao, lakini ndani yao kuna msingi mgumu wa ustahimilivu. Sifa ya tatu, wanahisi kutoendana na watu wengine. Watu walioteseka sana utotoni mara nyingi huhisi kama hawalingani na dunia inayowazunguka. Wanajisikia tofauti hata wakiwa katikati ya watu wengi. Hii hutokea kwa sababu walilazimika kukua mapema sana. Wakati wengine walikuwa wanafurahia utoto wao, lakini wao walikuwa wanawaza namna ya kuishi. Ndiyo maana mazungumzo ya juu hayawafurahishi kabisa. Lakini pia wanapenda mazungumzo ya maana, na wanachagua watu wachache sana kuwa karibu nao. Sio kwa sababu wanajiona bora, bali kwa sababu roho zao zinatafuta uelewa wa kweli na wala sio makelele. Sifa ya 4, wanatengeneza kuta za kihisia. Hii ni moja ya sifa zinazosikitisha zaidi, kwa sababu waliwahi kuumizwa mapema. Watu hawa hujifunza kujilinda kwa kujenga kuta za kihisia. Wanapenda kwa tahadhari na wanaamini kwa muda mrefu, na hawatoi moyo wao kirahisi. Wanaweza kuonekana baridi sana au wakimya na wasiopenda watu, lakini ukweli ni kwamba wanaogopa kuumizwa tena. Ukipata mtu wa namna hii akakuamini kweli, jua kabisa umepata kitu cha thamani sana, maana hawatoi nafasi hiyo kwa kila mtu. Sifa ya 5, wanakuwa na hamu kubwa ya kubadili maisha yao. Watu waliovumilia sana utotoni mara nyingi huwa na moto wa ndani unaowasukuma kubadili maisha yao. Hawapendi kurudia historia waliopitia. Ndio maana wengi wao wanajituma sana maishani. Wanapenda sana pia kujitegemea, na wanataka maisha bora kuliko walioyaona huko nyuma. Wanachukizwa na hali ya kudharauliwa. Wanapambana sio kwa ajili ya fahari, bali kwa ajili ya uhuru wa maisha yao na wa ndani. Kwao mafanikio sio anasa, bali ni ulinzi wa maisha yao. Sifa ya 6, wanakuwa na hekima ya mapema sana. Hii ndio sifa adimu zaidi. Watu hawa huonekana kama wameishi maisha mengi ndani ya mwili mmoja. Maneno yao yana uzito, mtazamo wao juu ya maisha ni wa kina sana. Wanajua kila kitu hupita,
Maumivu yanaweza kumfundisha mtu. Amani ya ndani ni muhimu kuliko kuthibitisha kitu kwa mtu. Hekima yao haikutokana na vitabu, bali ilichongwa na maisha yenyewe. Kama umejiona ndani ya sifa hizi, fahamu jambo moja muhimu sana. Hukuharibika, bali uliundwa. Maumivu uliopitia hayakuwa mwisho wako, bali yalikuwa darasa. Na si kila mtu angeweza kusimama uliposimama wewe. Na kama unamfahamu mtu wa namna hii, mheshimu sana. Usimchukulie kimya chake kama udhaifu. Usichukulie ukimya wake kama kiburi. Ndani yake kuna historia nzito ambayo haionekani kwa macho. Asante sana kwa kusikiliza mpaka mwisho, na kama video hii imekugusa, basi usisahau kugonga like, kucomment na kusubscribe ili tusonge pamoja kwenye safari ya kuelewa maisha kwa undani zaidi. Mpaka video ijayo, endelea kuwa imara. Asante.